Watanzania ni wakulima wazuri sana. Kwenye kilimo tumefanikiwa kwanza kufanya Tanzania izalishe mazao kwa wingi. Tunavyozungumza sisi sasa Afrika ni wa pili kwa kuzalisha mahindi kwa wingi, lakini ni wa pili kwa kuzalisha tumbaku kwa wingi, na mazao mengine yanakuja juu. Tunazalisha chakula chingi sana. Sasa hivi Tanzania tunaitegemea kwa chakula kwa 128%, na pia tumeondosha ule mpaka wa mazao ya biashara, mazao ya kilimo. Sasa hivi kila zao ni biashara. Lengo letu ilikuwa ni kilimo biashara, na tukifika 2030 sekta ya kilimo ikue kwa 10%, na huko ndio tunakoelekea, na jinsi ninavyoona tunakwenda kufikia huko. Kwa nini? Kwa sababu tumetoa kipaumbele kwanza kwenye kilimo cha umwagiliaji maji. Tunatengeneza mabonde kadhaa ya kumwagilia, ambayo pia miradi ile inakwenda kuzuia mafuriko. Kama alivyosema mbunge hapa, tuna tatizo la mafuriko. Kwa hiyo kupitia mabonde ya kumwagilia tunakwenda kutengeneza skimu za kumwagilia na system au njia za kuzuia mafuriko. Lakini la pili kwenye kilimo ni ruzuku. Tumeamua kutoa ruzuku ya mbolea na pembejeo ili wakulima wazalishe kwa wingi, na hiyo imetusaidia. Uzalishaji wa chakula umekuwa sana sana sana. Tunaweka akiba ya chakula. Akiba yetu ya chakula sasa ni zaidi ya miezi 4. Kama mvua zisiponyesha, Mungu atupishie mbali, mwaka mzima hatuwezi kufa njaa, tuna chakula cha kutosha. Tunaweka chakula NFRA, lakini tunazalisha chakula kwa ajili ya biashara. Kwa hiyo pembejeo za ruzuku, hiyo ndiyo ajenda yetu ya pili. Ya tatu, kilimo cha kutumia teknolojia. Kilimo cha kutumia teknolojia, kuanzia mashine za mashambani, uhifadhi wa vyakula, upimaji wa vyakula tunapokwenda kuuza, hata malipo. Sasa hivi hatumlipi mkulima mkononi shika, ni teknolojia. Tunamtilia kwenye account message kwenye simu yake. Hata unapokwenda kupima magunia yako uliopeleka kama ya mahindi, pamba au chochote, mashine kisha kupima inakwambia uzito na pesa zako kwa uzito ule, message kwenye simu yako papo hapo. Kwa hiyo tunakwenda kukuza kilimo.